hakuna, hakuna kama wewe. Wewe ni Baba, umeinuliwa, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Wewe ni Bwana wa milele, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Jina lako inuliwe, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Jehova Lava, unaweza, hakuna kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakutukuza ni kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Naliinua jina lako Mfalme. Nabariki kila mmoja anayepata neno lako kwenye taifa letu la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Na wakabidhi Bwana mikononi mwako tunaposhiriki neno hili. Wakubali kunena na mioyo yetu. Nabariki Mfalme kila mmoja. Nabariki hata neno lako tunaposhiriki. Naomba Bwana ukanitumie kama chombo ani kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa ajili ya neno hili likapate kuguza wengi na kuwabadilisha. Nakemea kila madhabahu yote yaliyo kinyume, ibada zote za miungu na madhabahu yote ya kuzimu yanaweza pinga Bwana ibada hii, na tangaza kwamba haina uwezo na haina mamlaka kwa jina la Yesu. Madhabahu ya Devil Worshippers, Illuminati, agent wote wa kuzimu hawana uwezo katika jina la Yesu. Bwana tawala na uonekane. Nafungua watu wako masikio Bwana ya kiroho, Baba, wakapata kusikia neno hili. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Na karibu sana kwa ajili ya ibada hii ya Bwana ambaye ameandaa tukapate kushiriki pamoja. Na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Basi kwa niaba ya wewe ambao unanipata mara yako ya kwanza kwenye mtandao yote ya kijamii, kwenye runinga, na wale wote mnanisikiza kupitia kwa radio ya Maximum Grace FM, basi karibuni sana tukapate kubarikiwa pamoja kwa sababu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Basi naomba tu nitumie ujumbe wako hapo mahali unanitazama ukiwa, na tukapate kuomba pamoja. Na pia wale mnatumia mtandao ya kijamii unaweza ukashare hiyo clip kwa ajili ya wenzako pia wakapate kubarikiwa, kusaidia kuhubiri pamoja nami. Basi siku ya leo nataka kuzungumza neno la Bwana. Nataka kufundisha, maana watu wengi katika kufundisha huwa wanachoka, na ndio nakuta on Bible study watu wengi huwa wakuji, wanataka kuja tu katika ile kuchangamka, ile receive your miracle, receive what that's the people like, lakini mambo ya kufundisha watu upoeka. But sasa nimeitwa katika hiyo ni kufundishe, maana mimi najua katika kufundishwa ndipo roho ya mtu inatoka katika kifungo. That's why I normally teach the word of God. Kwa hivyo tunataka tufundishane what brought people to be greatness. Ni nini kinacho suia watu katika ukubwa? Maana kuna watu ambao wamesaliwa katika wakiwa na ukubwa, lakini kuna vitu ambao sinasuilia watu hawa kuwa wakubwa. Kuna watoto ambao unakuta kwamba hawahitaji maombi na hawahitaji hata kusoma sana kufanya hiyo revision na nini na nini, lakini automatically hao watoto wanapitanga. Hao watoto wamesaliwa wakiwa genius. The same kuna watu hawahitaji kuombewa, hawahitaji wawekelewe mikono, na hao watu hata watafutangi mapastors kuwaombea, lakini automatically those people wanafanikiwa tu.
wanafanikiwa na hawachaombewa, hata wao wenyewe hawaombi. Lakini unakuta hao watu wameendelea, wamefanikiwa katika kiwango ambayo si ya kawaida. Unakuta hao watu hata wako na magari barabarani, wako na machumba. Yaani hao watu kwa automatically ni madhachiri. Maana wamesaliwa wakiwa wakubwa, sio kwa sababu ya bidii. Sio kwa sababu wanaombewa, sio kwa sababu wanakaa karibu na pasta, rasha. Si kwa sababu wanakaa mbinguni. Lakini wamesaliwa katika ukubwa. Wamesaliwa tu hivyo automatically. So hawahitaji hata maombi wao. Na unakuta kuna watu ambao unakuta obvious tu wamefanikiwa. Wao unashindwa kwa hao watu. Na unakuta hata wengi wanadharau hata wale watu wanaenda kwa Mungu. Maana wanasema sasa kama kwa Mungu watu wako na mashida hivi na sisi tunaendelea. Hawajui kwamba hao watu wamefanikiwa kwa sababu wamesaliwa na hiyo greatness in them. So ningependa uweze kuelewa, kuna wale ambao mmesaliwa na hiyo ukubwa, mchunge usiche ukasuiriwa. Maana kuna wale mmesaliwa tu na hiyo greatness. So tuanze pale na Genesis chapter number 25 verse 23 to number 26 so that you can understand what am I trying to say in this case. Genesis chapter number 25 verse number 23 to number 26. Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atatumikia mdogo. Huyu ni Esau pamoja na Yakobo. Nao watu ni brothers. Lakini katika hii case, hao watu wakiwa ndani ya tumbo la mama yao Rebeka, kuna mmoja ambaye ni mkubwa kuliko mwingine. Sasa wakaanza kupigana wakiwa ndani ya tumbo. Na walipokuwa wanapigana ndani ya tumbo, basi Mungu akaambia Rebeka, hapa katika hii mambo ambao unasinda hapa ukisema unapigwa kwa tumbo, basi kuna mataifa mawili. Kwa hivyo hao watu wamesaliwa wakiwa wakubwa, Yakobo na Esau, lakini kuna mmoja zaidi mkubwa kuliko mwingine. Sasa anasema ya kwamba ni mataifa mawili yako ndani ya tumbo lako na yatapigana katika tumbo lako. Na anasema ya kwamba lakini katika hiyo ya kwamba mdogo atatumikiwa na mkubwa. Kwa hivyo Esau atatumikia Yakobo. Lakini wote wanazaliwa wakiwa wakubwa. Lakini katika ile kushindana, maandiko yanasema ya kwamba, let's continue that chapter verse number 24. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwemo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamuita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake anamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipozaa. Kwa hivyo Yakobo na Esau, those people they are brothers. Na ni nations. It's like kama Kenya is a nation, Tanzania is a nation, Uganda is a nation, and other nations. So hao watu walikuwa ni nation. Sasa Mungu anasema ya kwamba katika hao watu kuna mwenye atatangulia, na huyu mmoja ambaye ni mkubwa basi atatawaliwa na huyu mdogo. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati ambapo ilipotimia wao watoto kuzaliwa, basi kukawa ya kwamba Esau alipotangulia kutoka, basi Yakobo alinyosha mkono wake na akasika kisikino chake Esau. Kwa hivyo alijaribu kwamba kumzuia ili asizaliwe mbele yake. Alikamata kisigino
Katika ulimwengu wa kiroho, wakati mtu anapokamata kisikino chako, inamaanisha ya kwamba slow down, anakuzuia speed yako. Hakuna mtu ambaye, kuna time nilikuwa nafundisha practical, ni vile sasa niko studio siwezi nikaonyesha practical hapa. Sasa kuna wakati nilikuwa nafundisha ili neno katika practical, nikachukua mmoja nikafunga mguu, na hiyo mguu nilipochukua hiyo nyororo nikaifunga kwa mti. Na sasa mwingine naye sasa nikamwacha huru, nikamwambia sasa nyinyi wote nendeni. Sasa ikawa yule amefungwa mguu, kwenye mguu wake imefungwa kwenye mti, basi hawezi akasonga hapo. Mwisho wake ni mahali kamba ile itafika, ama kwa ile nyororo ambayo itafika. Sasa kuna watu ambao basi wamesuiliwa hivyo. Wangekuwa watu wakubwa, lakini that greatness imekuwa captured. Hiyo ukubwa wao umesuiliwa. Una watu kama Yesu Kristo. Yesu Kristo anapozaliwa, anazaliwa akiwa mtu mkubwa. Yesu hajazaliwa akiwa tu mtu wa kuombaomba. Amezaliwa akiwa mtu mkubwa. Ninaposema mkubwa si ile wala vile unakuta mama mtoto anapojifungua anasema ako na kilo 5. Sasa huyo wanasema ni mtoto mkubwa. Akiwa na kilo 4, daktari anasema acha afanye operation kwa sababu huyu mtoto ni mkubwa. Sasa hiyo si hiyo sasa ya kilo, na hiyo si hiyo ya unono. Naongea about spiritual matters. Yesu anapozaliwa, anazaliwa akiwa na ukubwa ndani yake. Na ndio maana Herode anatambua ya kwamba kuna mtu amezaliwa akiwa mfalme. In the book of Matthew chapter number 2, when you read it from verse number 5. Wakati ambapo Herode alipotambua ya kwamba kuna mfalme amezaliwa. Kwa hivyo Yesu anazaliwa akiwa tayari ni mfalme. Hajazaliwa ndiye aanze kutafuta uongozi kama wa leo. Amezaliwa akiwa kiongozi. Amezaliwa tu tayari yeye ni leader. Hahitaji kung'ang'ana ndiye akwe leader. Kuna watu ambao automatically tu hivyo, wamezaliwa wakiwa wakubwa hivyo. Hawahitaji hata wapigiwe kura ndio wachukue. Wamezaliwa tu obvious tu, wanapigiwa kura hata kama hawataki kupigiwa kura. Kwa sababu kuzaliwa kwao tayari kulizaliwa mtoto ambaye ni kiongozi. Alikuwa kuna mtu anaenda mgeni kanisani, lakini anapofika pale kanisani tayari anawekwa kiongozi. Yeye anafikiria ni kupendwa, anapendwa, si kupendwa, ni tayari kwamba wewe umezaliwa ukiwa mkubwa. Sasa wewe lazima utawale tu. Hata kama hawataki utatawala lazima. Because you born to be great. Sasa hao Esau na Jakobo wanapozaliwa basi wanaanza kusindana katika tumbo. Mmoja anasema mimi ndio naenda kwanza, na huyu mwingine anamwambia wewe huwezi nitangulia. Sasa kila mtu anataka aende. Sasa Esau maana yeye alikuwa tayari ni yeye alikuwa mkubwa. Basi naye Jakobo anasema wewe utoki mbele yangu, anakamata kisikino. Naambia wasa huwezi enda. So kuna watu ambao mmezaliwa hivyo. Mmezaliwa mkiwa watu wakubwa, lakini mambo ambao yaliwasuiria mngekuwa watu wakubwa. Kuna watu ambao automatically mzaliwa msikae Kenya. Naongea na wale watu mko Kenya. Sio wote mlizaliwa mkae Kenya, lakini kuna wale watu ambao mlizaliwa muende outside in the country, lakini mumekamatiwa anga. Ile speed yenu ya kwenda katika outside in Kenya basi imekamatwa. So mnakuta ya kwamba hapa mnang'ang'ana kufanya kazi, lakini kazi yenu haiko hapa. Unakuta kwamba ile kazi unayoifanya haufanikiwi because you are not belong to be here. You born to be outside in Kenya. Kuna watu ambao mlizaliwa, kama mimi nilizaliwa nikiwa mhubiri na sikuwa najua. Mpaka siku moja nilikutana na nabii. Nabii akaniambia, Mungu ananiambia wewe ni mtu mkubwa. Nikashindwa ananiitaje mtu mkubwa? Na sasa hata sina kitu ya kukula, hata kiatu yenyewe niko na kiatu pea moja. Ananiambia Mungu ananiambia wewe ni mtu mkubwa. Nikamuulizaje sasa? Kaniambia Mungu ananiambia wewe ni mhubiri mkubwa. Sikuwa naelewa ananiambia nini. Na sasa hata maombi yenyewe ninaomba dakika 5 inaisha. Lakini kumbe nilikuwa nimesaliwa tayari nikiwa mkubwa kutoka utotoni. Nilizaliwa nikiwa mhubiri mkubwa kutoka utotoni. Na hapo ndipo Mungu akaanza kunitumia, kwa sababu nilipata mtu ambaye akanitoa katika ile kifungo ambao nilikuwa nimekenisuiria nisikuwe mtu mkubwa. Sasa kuna watu ambao Bwana amenituma siku ya leo niwaletee habari hii, ili nanyi mkaweze kutoka katika kifungo, mkapate kutoka katika hali ya kusuiriwa kuwa wakubwa, maana mlizaliwa mkiwa wakubwa. Basi Esau anazaliwa akiwa mkubwa, lakini Jakobo anang'ang'ana na yeye.
Anang'ang'ana kukamata kisikino yake, anamwambia you will not go, lazima ukaa hapa. Na tunapoona Biblia mwisho wake tunakuta kwamba Yakobo anarudi kutumikiwa na Esau, na Esau ndiye alikuwa mkubwa wake. Esau alizaliwa tu akiwa mtu wa kubarikiwa, lakini Yakobo anakuja hapa anafanya overtaking, na anakuta kwamba anachukua hiyo nafasi. Sasa Esau anakuta kwamba anauza ile chakula ya pocho, hiyo ndiye anauza urithi wake, ukubwa wake anauza kwa pocho. Kuna watu wameuza ukubwa wao kwa chakula. Kuna watu wameuza urithi wao kwa sababu ya mafasi. Kuna watu wameuza urithi wao ni kwa sababu ya yale ambao wamepitia, wamelipiwa nyumba na ukubwa wao ikaende hapo. Your greatness. Na watu wameuza urithi wao kwa sababu ya sadaka. That's why I don't last to sadaka. Zikimbiliangi sadaka mimi. Lazima nisikilize hii sadaka ni gani. Na ndio maana ninapokuhubiria hapa sikwambii tumba ndio nikutabirie. No. I know who I am. I know that I'm great. Kuna wakati nakutanga ninaambiwa man of God kuja upiri kwa hii session. Nawaambia bado sijajipanga nakuja. Because I know the spirit and the anointing I carry. Bwana asifiwe sana. Si yuko hapa nikwambie tuma milioni 1 alafu nikutabirie, ama tuma milioni 10 ndio nikuvunjie madhabahu. No. I need to teach you so that you can understand what you are supposed to do. Hallelujah. Greatness. Kuna watu ambao mmesaliwa hivyo. Sasa katika hiyo kusaliwa ukiwa mkubwa, basi ni lazima uelewe ya kwamba kuna vitu ambao unafaa kuelewa ili usicho kaprokiwa kuingia katika hiyo greatness yako. Unaweza kuwa umesaliwa mhubiri mkubwa, lakini mambo yakafanyika kwenye njia na ukasuiliwa kuwa mkubwa. Unaweza ukasaliwa ukiwa mwanamke mkubwa, unaweza saliwa ukiwa mwanaume mkubwa, lakini katika hiyo ukubwa wako basi ukasuiliwa katika kwenye njia. That's why I came to teach you this evening and this morning and this lunch hour, so that you can understand what am I trying to help you. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu cha Genesis chapter number 49 and verse number 3 to number 4. Let's go there. Genesis chapter number 49 and verse number 3 to number 4. Tusome tu hiyo maandiko. Nataka werewe kuna watu ambao mmesaliwa mkiwa watu wakubwa, lakini hatima yenu imesuiliwa. Baraka zenu zimesuiliwa. Ile ukubwa ambao Mungu aliweka ndani yako basi ilisuiliwa. Basi kuna mtu hapa anaitwa Ruben. Na kutacha tu baadhi yao, sitatacha wote. Lakini nataka kutachia pati yao ili sasa uchilete kama mkutano. Unapojiita kama mkutano sasa uchiongereshe sasa. Uangalie ulisaliwa ukiwa nani. Unakuta kwamba mtoto akiwa shule unamuuliza wewe unasoma unakuja unataka kuwa nini? Huyo mtoto anakuambianga mambo makubwa. Hakuna mtoto amewahi sema mimi nitakuwa mtu wa mchengo. Hata mmoja hivi. Lakini unamkuta kwa mchengo. Maana mtoto anasaliwa akiwa mtu mkubwa. Lakini sasa anamsaliwa wengi unakuta hatima zao zinasuiliwa. Mtoto ukimuuliza wewe unataka kuwa nani? Unasikia mimi ni daktari, nitakuwa mwalimu, nitakuwa pilot, nitakuwa jeshi, nitakuwa what and what. Kama mimi nilikuwa nasema nitakuwa askari, lakini sasa hivi mimi si askari, ni askari wa Yesu. Mimi nilikuwa nasema nitakuwa askari. Maana nilikuwa naona watu wa familia yetu ni maaskari. So na mimi nilikuwa nafikiria nitakuwa hapo. Sasa kila mtoto anakuanga na ile ndoto ya kuwa mkubwa. Ile ndoto ya kuwa mkubwa. Mimi ninajua mimi ni mtu mkubwa. Nitakuwa ninasafiri kwenda outside in Kenya kama vile ninasafiri kwenda kwa soko. Nitakuwa ninaenda tu siku ninataka. Sasa hii ukiangalia Evangelist Ezekiel hata hitaji pastor mwingine amuhost outside in Kenya, anachost yeye, anaweka mkutano peke yake na anahubiri hapo. Hahitaji mapasta wa ile inchi anaenda. Akienda Tanzania anaenda anaweka mkutano kwa pesa zake. Hata hiyo kitu haijawahi fanyika. Akiamka hapo ameenda Uganda, ameweka mkutano mwenyewe. Akitaka aenda Amerika anaweka. Hahitaji pasta wa Amerika muite. Because amesaliwa akiwa mtu mkubwa. Sasa lazima afanye tu hiyo.
Lakini kuna wengine lazima tupembelezane, wale watu wa Tanzania. Tualike tamjameni, nikuje ni upiri huko. Kwa sababu you are not born to be great. That's why you need to humble. You need to request people. Nisikia Ruto akisema mimi rais siwezi kuoshea vyombo ndio nipigiwe kura, siwezi kuinamia. Kwa sababu anachielewa. Hasa lazima na wewe uchielewe ni nani wewe? Umeitwa kufanya nini? Umesaliwa kwa dunia hii kufanya nini? Hujasaliwa tu kuja tu ukae. God have the purpose over your life. And that's why I need you to understand what brought people to be great. Tuende Genesis chapter number 49, verse number 2 and number 3 and number 4. With your own time utasoma from verse number 1. Biblia inasema Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Verse number 4. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. Ukakatia unachisi. Wakitia unachisi. Alikipandia kitanda changu. Sasa Ruben, Mungu anatufundisha kupitia neno ya kwamba Ruben amezaliwa akiwa mkubwa. Ruben ni mtoto wa Yakobo. Ruben. Na tunakumbuka wakati ule ambapo walikuwa wanataka kuua yule ndugu yao Yosefu. Ruben ndiye alikuja hapa akasema, "Wacha tufanye hivi, tutupe hii kachama kwa shimo." Ili amuoko hapo. So Ruben alizaliwa automatically akiwa mtu mkubwa. Lakini Ruben anakuja anafika mahali anafanya unajisi, anaenda analala na mke wa baba yake. Anasini na mke wa baba yake. Anapanda kitanda ya baba yake, anasini na mama yake. Sasa wakati anasini na mama yake mdogo, basi sasa baba yake akagundua. Na alipogundua akamwambia Ruben, wewe ni mtoto ambaye ni mkubwa. Wewe ni mtoto ambaye ni wa nguvu zangu, because wewe ni mzaliwa wangu wa kwanza. Lakini katika hiyo umeruka mpaka kama maji. Na kwa sababu umeruka mpaka kama maji, basi umepanda katika kitanda cha baba yako. Umefanya unajisi kitanda ya baba yako. Kwa sababu ya hiyo hautaweza kuwa mkubwa tena. Na ndio maana wakati ambapo Yakobo anaraani Ruben kwa sababu ya dhambi hii ambao Ruben aliyoifanya. Tunaona pale in the book of pale katika Deuteronomy, nitakusomea tunapoendelea. Asa mpaka alipopatana na nabii, na pia akamwambia ya kwamba Ruben, now you can uishi. Sasa kuna watu ambao mmesaliwa hivyo kama Ruben. Mmesaliwa mkiwa watu wakubwa. Lakini katika ukubwa wenu basi kuna vipengele ambazo zimefanyika. Na hizo vipengele zimewasuilia katika ukubwa wenu. Maana Maria anasema kwamba Ruben, kwa sababu umeruka mpaka, umefanya unajisi kitanda cha baba yako, umelala na mke wangu, basi kwa sababu ya hiyo hauwezi ukakuwa mkubwa tena. You people of God, you need to know, na watu ambao mlizaliwa mkiwa wakubwa, na watu mlizaliwa mkiwa na biashara wakubwa sana, lakini hiyo biashara hamfanyi. Kuna watu mlizaliwa mkiwa watu wa upiri wakubwa, lakini hamuhubiri siku ya leo. Kuna watu ambao mlizaliwa mkiwa watu ambao ni matajiri wakubwa, lakini hiyo utajiri hamuna. Unakuta kuna mtu ambao unakuta mtu anakuja anakwambia, "Fulani, hebu nikopeshe pesa." Na kweli kabisa wewe unajua kabisa mbele na nyuma hauna hata shilingi moja, lakini mtu anakuja anakwambia nikopeshe 1000. Nikopeshe 10,000. Na wewe unashindwa. Huyu mtu ananikopesha pesa na ajui kama mimi hata nimeraranja.
But that greatness watu wanaiona. Hiyo ukubwa watu wanaiona. Hiyo utajiri watu wanaiona. Lakini wewe una. Maana ukubwa wako ama hiyo utajiri imesuiliwa. Hizo pesa zako unafaa kuwa nazo, watu wanakuja kwako kuchukua, basi zimesuiliwa. Ndio maana unakuta kwamba watu wanakukopesha lakini kabisa una. Sijui kama kuna mtu hapo unanitazama. Umewahi kopeshwa pesa na kabisa una, hata unaenda kulala njaa. Lakini mtu anakuja anakuambia nipe 10,000. Na ukimnyima anaenda akikazirika. Anasema ni kama umemnyima pesa. Anasema fulani hata hawezi kusaidia. Lakini ukweli ni kwamba wewe umemwambia through from your heart you don't have anything. Lakini yeye kwa sababu ya ile ukubwa anakuona, anaenda akikasirika. Kuna siku moja tumeenda mahali katika kanisa. Sasa tulipofika pale, ile kufaa tulikuwa tumefaa, tukafika huko, wale watu wakatuambia tukaa hapo mbele, tukakaa hapo mbele, lakini imagine hatuna hata sadaka ya kutoa. Hatuna hata sadaka, hata tumeenda miguu. Tumeenda miguu, maana hatuna. Lakini ukubwa unaonekana. Ukubwa unaonekana. So wakati ambao nakufundisha haya mambo, nataka nikufundishe uelewe ya kwamba kuna watu ambao mmesaliwa wakubwa, na ninakuta kwamba watu wanawakopa pesa na hamna. Watu wanaangalia hata vile umefaa. Anakuambia, "Hey, na wewe unakaa tajiri." Na kabisa una. Kuna siku moja tumeenda na my wife mahali. Tulikuwa tunaenda kutafuta uwanja wa kulesi ili tuweke kanisa. Tulipofika pale, yule mama alipotuona mwenye ile shamba. Na sasa hiyo hata tulikuwa hata pesa ya kumlipa hiyo uwanja tulikuwa hatuna. But we just doing by faith. Sasa tulipofika huko akatusalimia. Yeye akatupikia kachai, sijui nakumbuka kulikuwa na viazi tamu siku hiyo, akatupatia. Unajua alikuwa anafikiriaje? Tuko na pesa, tunataka kununua hiyo shamba. Na sasa hii hata hatuna chakula. Sasa hiyo that time hatuko hata tuko na mtoto. Sasa alikuwa tunaonekana tu watu matajiri, lakini hatuna, maana greatness yetu ilikuwa imesuiliwa. Kwa hivyo ninapokuongelesha hii neno, unafaa mpendo uchukue katika ile tahadhari kwamba mimi ni mkubwa. Na kama ni wewe ni mkubwa, basi ujiulize kwa nini mimi bado nimesuiliwa? Kwa nini bado mimi si mkubwa? Ni nini ambacho kilichofanyika kwangu basi sijakuwa mkubwa? Unakuta wewe ndio unaomba, lakini katika maisha ya yale kiroho yanapokuangalia unakuta kwamba wewe umetaliwa ukiwa mkubwa, ukue msaada kwa wengine, lakini wewe ndio unahitaji kusaidiwa. Unajua kuna watu mlizaliwa msaidie mayatima, lakini hiyo mnasaidiwa. Maana ukubwa wenu umesuiliwa. Basi Rubeni, maana yasema kwamba alisaliwa akiwa mkubwa. Baba yake mwenyewe Yakobo anasudia, anamwambia kwamba Rubeni, wewe ni msaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na mkubwa. Lakini kwa sababu umeruka mpaka wa kunajisi kitanda ya baba yako, basi kwa sababu ya hiyo hautakuwa mkubwa tena. So kuna watu ambao mnanitazama, mlisaliwa mkiweza kuwa watu ambao ni watu masauli. Unajua kuna watu mlizaliwa wanasiasa wakubwa. Ukisimama leo hii, una rafiki yangu mmoja ninampenda sana kwa roho yangu tu, huyo mama. Nampenda tu. Huyo anaitwa Honorable Njeri. Huyu women lepo isit Kirinyaga. Yaani ukimwangalia amesaliwa tu automatically kwa kiongozi. Hata kuongea kwake unaona kabisa huyu mtu ni kiongozi. Hata nikimuona kwa media siwezi toka hapo mpaka nimsikilize, na si kuivenelepo wangu. Lakini kwa sababu ya ile kuongea kwake unaona kabisa huyu mtu ni mkubwa, huyu mtu ni kiongozi. Ukisikiza babu akiongea unasikia kabisa this is a leader, maana amesaliwa akiwa kiongozi. Na unaona babu akiwa shule alikuwa tu ni principal huko akiwa shule. Alikuwa tu yeye bado ni leader huko na ni mwanafunzi. Kwa sababu amesaliwa tu automatically akiwa a leader. Mimi nakumbuka wakati hapo kuna wakati ambao nilikuwa nakataa nisiwe monitor, wakati kulikuwa ni monitor private. Hasa ninachaguliwa na mimi sifanyi ile ati nipigie kura. Mimi nakuta nimechaguliwa. Sasa mimi nakataa. Kuna siku moja tumechaguliwa na kazini yangu. Sasa wote tumechaguliwa tuwe viongozi na tuko katika rasa moja. Mimi nikasema mimi sitaki. Sasa watoto wote wakaanza kushout, lazima wewe ndio utakuwa.
Wewe ndio utakuwa Dan. Wewe ndio utakuwa kiongozi wetu. Sasa sikuwa naelewa hii ukubwa inaonekana, mimi ndio nilikuwa sioni. Leo hii mimi ni kiongozi wa kanisa. I'm the founder of Maximum Healing Outreach Ministry. Lakini sikuwa naelewa. Sasa kuna watu ambao hamchaelewa nyinyi mumesaliwa kuwa nini. Na ndio nimekuja hapa nikusaidie ili uelewe you born to be great. But why are you not great? There is something blocking you to be a greater. Hallelujah. Reuben amesuiliwa hapa kwa sababu ya dhambi ambayo ameifanya. When you go to the book of Job chapter number 13 verse number 11. Let's read there. Job chapter 13 verse number 11. Job ni Ayubu 13 and 11, verse number 11. Biblia inasema, "Je, huo ukuu wake hautawaitia uovu, na utisho wake hautawangukia ukubwa wako." Unaweza kuwa mpendwa, ukubwa wako ni tisho. Wakati ambapo Yesu Kristo anaposaliwa, inakuwa tisho kwa mtu ambaye alikuwa anaitwa Herod. Herod anakosa usingizi. Anakosa usingizi. Usifikirie ati sasa hii rais ambaye aliye mamlakani leo hii analala akiona hiyo movement ya kina babu na kina Sifuna. Halali ati usingizi ati alale mpaka asubuhi. Ako na yeye katika mikakati yake atafanyaje ku overtake. Usifikirie amelala. Anapoona hiyo movement tu, akiona tu kina Gachagua vile wanaenda huko, wanakuta wamechasa huko, chukua lao limecha, usifikirie analala. Hiyo tu movement. Sasa ni tisho. Wakati jensi walitokea na uwezo wao kama jensi, haikuwa rahisi. Ilistua mpaka government yenyewe. MP wakatetemeka mpaka wakachifungia milango. Ilibidi wapande juu ya ghorofa. Ndege itumwe kuja kwa wachukue. Maana ni tisho. Sasa kuna watu ambao wamesaliwa wakiwa wakubwa. Wakiingia mahali kila kitu kinabadilika. Watu wanasikia kuna hali ambayo imebadilika hapa. Kuna wakati nilienda Nyeri huduma. Nilipofika huko, yani hiyo maeneo ili change. Watu wakachua kuna mtu amekanyanga. Kuna mtu ambaye ameingia. Sasa ni lazima muelewe ya kwamba kuna mtu ambao umesaliwa automatically ukiwa mtu mkubwa, lakini ukubwa wako umesuiliwa. Maana sema kwamba je, hauko ukubwa wako haukuweza kukua na ile kutawala katika hali ya kutetemesha. Kuna watu ambao ni wakubwa hivyo. Unajua kuna mtoto ambao unakuta kwa shule. Na huyo mtoto unamwangalia tu, yaani unamuona anapenda mchezo, yaani ile kucheza ndio kwingi, lakini automatically anapita mtihani. Because of what? These people ni wale watu ambao wamesaliwa tu wakiwa werevu, si kusoma. Bwana asifiwe sana. Huduma ambayo nilie naye leo hii kukutabiria, sio ati nifunge wiki moja ndio nikuje nikwambie Mungu amesema nini. Siwezi wenda kufunga mwezi moja ati ndio nikuje nikuderive. That ministry is in me. Our prophet D.B. Joshua was normally saying this: the beautiful are not yet born. The beautiful are not yet born. Wewe unakuta kwamba kizuri baada akishasaliwa, na kuna wale baadhi wamesaliwa wakiwa na kizuri ndani yao, na kuna wale wamesaliwa hawana chochote. Sijui kama unaelewa hivyo. Kuna watu wamesaliwa hawana. Yaani mtu anasaliwa hana nyota. Iliipiwa kizaliwa. Do you know that? Do you know so? Na watu wamesaliwa tu, yaani wakianza tu kitu hivi, hata kama ni kabiashara au kabiashara kanaendelea. Maana hao watu wamesaliwa wakiwa wana biashara.
Na kuna mwingine hata ukimpatia 1 million, mwambie fungua biashara hapo, kesho ameifunga. Kesho ameifunga. Kuna mtu tu akianza tu huduma leo, kesho hakuna. Maana achasaliwa kuwa mhubiri, amesaliwa akuwe labda yeye ni governor, lakini sasa yeye ako kwa kuhubiri. Sasa inabidi akwame, maana hayuko kwa laini yake. Wapendwa, ni vizuri kuwa na manabii. Maana nabii atakueleza wewe umesaliwa kuwa nini. Atakusaidia kuelewa, ujue ni nini unapigana nacho. Ujue ni nini ambacho unafaa kuwa. Maana wengine mnakaa biashara na nyinyi si wa biashara. Mnafaa kuwa wanasiasa. Wengine nyinyi mko Kenya na mfai kuwa Kenya, mnafaa kuwa Amerika. Wengine umesauliwa kuwa wahubiri wakubwa, lakini sasa nyinyi amfanyi mahubiri, nyinyi mko kwa biashara. So you need to understand you born to be what? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. In the book of Psalms chapter number 71 verse number 21, wenda hapo alafu sasa nikaweze kukuonyesha zile vitu ambao zinasuilia mtu kukua mkubwa. Things brought people to be greatness or to greatness. 71 verse number 21. Psalms. The Bible says this in my version here. Laiti ungeni ongezea ukuu, ulechee tena na kunifariji moyo. Daudi anaongea hayo mama. Anasema laiti ungeniongezea ukuu. Kwa hivyo huyu mtu anatambua kwamba amesaliwa akiwa mkubwa. Lakini sasa anaona kwamba hii ukubwa wake iongezewe. Na anasema ya kwamba ungerejea tena kunifariji moyo wangu. Kwa hivyo huyu mtu amevunjika moyo, anahitaji kurejewa. Na anaporejelewa basi aweze kufarijiwa moyo wake. Kwa hivyo katika hii moyo wake umefanya kuvunjika, umesuiria ile greatness yake. Na watu mungekuwa wakubwa sana, lakini kwa sababu ya kuvunjika moyo. That's number 1. Kuvunjika moyo imekusuiria kuwa great. So light number 1. Ya kwamba kuvunjika moyo. Kuna watu ambao wamevunjika moyo. Yaani wakati ambao wamekaribia kukua mtu mkubwa akavunjika moyo. So kuvunjika moyo ni jambo moja la kusuiria watu kukua wakubwa. Na siongei kukua wakubwa kimwili, naongea kukua wakubwa katika mambo ya kiroho. Unafaa kuwa nani? Sasa umesuiliwa kwa sababu ya kuvunjika moyo. Ulivunjika moyo ungekuwa kazi kubwa, ukaacha shule. Ulivunjika moyo ungekuwa mtu ambaye ni mtu mkubwa, lakini kwa sababu hiyo ukavunjika moyo, haukuweza kufuatilia, ukaacha kazi. Ukavunjika moyo, ukaacha ndoa. Ukavunjika moyo, ukafunga biashara. Ukavunjika moyo, ukafunga huduma. Ukavunjika moyo, yani kuna mambo ambayo ulivunjika moyo kwayo. Na ulipovunjika moyo kwayo, basi hayo mambo yakakuondoa katika that greatness. So number 1 ni kuvunjika moyo. Ndiyo inaondoa watu katika kuwa wakubwa. People of God, unahitaji usivunjike moyo. Maria sema ya kwamba wakati ambapo mtu anapovunjika moyo, basi nguvu zake ni chache. The book of Proverbs. Lazima uelewe ya kwamba kuvunjika moyo ni hatari sana. Proverbs chapter number 24 and verse number 10. Ukifa moyo wakati wa shida, basi wewe ni dhaifu kweli. Maandiko yanasema nyingine kwamba nguvu zako ni chache. My version hii inasema kwamba basi wewe ni dhaifu. Sasa katika kuvunjika moyo, ukivunjika moyo wakati wa shida, wakati wa dhiki, inakusuiria mtu wa Mungu kukua mkubwa. This is the number 1. Make people to be not be great. Kuvunjika moyo. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba ukivunjika moyo wakati wa shida, basi wewe ni dhaifu. Kwa hivyo nguvu zako ni chache. Hebu nikusomee verse nyingine. Niko na zote leo.
Na wewe usome fasoni yako hapo. Methali 24 mstari wa 10. Ukisimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukisimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Kwa hivyo hii kuvunjika moyo, wapendwa, ndiyo imetuswiria kukua kile Mungu alichotaka tukue. That's number 1. Na unahitaji usingatie ya kwamba sitakufa moyo. Unaona kama wakati mtu wako katika kazi, ameachiliwa kazi. Wakati ameachiliwa kazi, hata kunyeshe ataenda kazi. Lakini kukinyesha kwenda siku ya ibada hatutaenda. Kuna matope. Sijui kuna hii mvua inanyesha, because we don't understand when we go to church what we can get about. We don't understand. Hallelujah. So maandiko sema ya kwamba ukifunjika moyo nyakati za dhahabu ama za dhiki, basi nguvu zako ni chache. So number 1 is to kufunjika moyo. Number 2, dhambi, sin. Tumeona pale Ruben anasuiliwa kwa sababu ya nini? Dhambi aliyoifanya. Dhambi gani? Alifanya userati na mama yake mdogo. Anasini na mke wa baba yake. Naye baba yake anakasirika na anampunguza. Anamwambia sasa, kuanzia leo hii ukubwa wako hautakuwa mkubwa tena. Greatness inasuiliwa katika dhambi. Inasuiliwa katika dhambi. Proverbs chapter number 28 verse number 13. Proverbs 28 verse number 13. Proverbs ni Methali 28 verse number 13. Verse inasema hivi, my first one here. Usifiche afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye asiangamae na kusiacha atapata rehema. Kwa hivyo afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hivyo watu wengi wanaswiriwa to be great because of sin. Hiding sin. Unafanya dhambi unaificha. Hakuna mtu anajua umefanya. Unafanya any kind of a sin and you hide that sin. You don't need anybody to know you have sinned. Hautaki pas. Ndio maana unajua kanisa la Deliverance, kanisa la Prophets, watu wengi hawapendangi kuja huko. Maana akifanya dhambi yule na pia amejua na atamsema. Sasa watu wengi hawatakangi hapo. Wanataka mahali hakuna unabii. Mahali wanakaa tu wanakaa waende kanisani wahubiriwe waende nyumbani. Hata akifanya dhambi hakuna mtu anajua. Sasa hiyo tutakuwa wengi sana. Hata maandiko yanasema ya kwamba afichaye dhambi zake atasamewa. Na katika hiyo ni maandiko yanasema ya kwamba atafanikiwa. Kwa hivyo unapoficha dhambi, basi is one way or is one thing broke you to be great. Unafanya dhambi ukiwa mchungaji, unasuluhiwa kuwa mkubwa. Unafanya dhambi ukiwa kwenye ndoa, unasuluhiwa kuwa mkubwa. Unafanya dhambi ukiwa shule, unasuluhiwa kuwa mkubwa. Unafanya dhambi ukiwa kanisani, unafanya dhambi. Yani so long as you do a sin, you hide your sin, you will not prosper. Hautafanikiwa mpendo. Kwa hivyo kilicho kusuiria kukua mkubwa ama kufikia ukubwa wako, basi ni kwa sababu ya kuficha dhambi. That's number 2. In the book of Maombolezo 1:14. Maombolezo 1:14. Things blocks people to be great or to be greater. Maombolezo pale 1:14 nasema hivi: Kongwa la makosa yangu limefungwa
na mkono wake. Hayo yameshikamana, yamepanda juu singoni mwangu. Amesikomesha nguvu zangu. Amesikomesha nguvu zangu. Hapo sasa ndio kini changu kiko. Sasa wakati ambapo unapofanya dhambi, inapanda mpaka shingoni mwako, inakulemea, inapunguza nguvu zako ambazo ungekuwa mkubwa. Sasa unasuiriwa, unakosa kuwa mkubwa. Dhambi za huyu mtu anasema ya kwamba basi kwa sababu ya dhambi zangu zimepanda mpaka shingoni mwangu, zimenisuiria nguvu zangu. Kwa hivyo watu wengi wanasuiriwa kwa sababu ya dhambi. When you hide your sin, can stop you to be great. Hallelujah. So work out for your sin. Repent your sin. Bwana asifiwe sana. Makosa yako unayoifanya, dhambi yako unayoifanya inakuwa mzigo kwako na inakusuiria kukua katika kufikia ile ukubwa ambao Mungu aliyokuwekea. Number 3 ambayo inafanya mtu asiwe mkubwa. All things brought people to be greater. So number 3 now? Number 3 ni kwamba kukosa maonyo. Kuna watu ambao hawataki kuonywa. Akionywa tu anaacha kanisa. Akionywa tu anatoka kwa mzazi. Akionywa tu anatoka kwa huyo rafiki yake. Akionywa tu anatoka kwa hiyo kazi. Yani kuna watu ambao hawataki kuonywa. Akionywa tu anatoka kwa ndoa. So wale watu ambao hawataki maonyo, basi hao watu wanakosa kufikia ile ukubwa wao. Kuonywa. Angalia wale watoto ambao walikuwa wanatandikwa shule. Wale watoto walikuwa werevu sana. Lakini angalia wale watoto walikuwa ni wacheuli shule, wakipiwa wanapiga mwalimu. Angalia wale watoto mwisho wake walimalizia wapi? Hakuna mtu anaonekana popote kule. Kukosa maonyo. Proverbs chapter number 5 and verse number 23. Proverbs chapter number 5 verse 23. Tusome na wewe hapo. Verse number 23 nasema hivi. Atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa uchinga wake. Atakufa huyo kwa kukosa nini? Maonyo. Sasa wale watu ambao hawapendi kuonywa wanakosa kukua ukubwa wao. Kile ambacho Bwana alichokusudia wakue hawawezi, because of hawapendi kuonywa. Kwa hivyo mpendwa, ni vizuri kama unahitaji kuwa great, basi kubali kwamba ukapate kuonywa. Bali nasema ya kwamba atakufa huyo kwa kukosa maonyo. Kwa hivyo unapokosa maonyo inakusuiria to be great. Proverbs chapter 29 verse number 19. 29 verse number 19. 29:19 inasema hivi. Haitoshi mtumwa kuonywa kwa maneno, maana achapofahamu ataitika. Mtumwa kuonywa katika maneno haitoshi, na anapofahamu uitikia, maana asipojua haitiki. Mtu akikosa kuonywa, basi huyo mtu anakosa kwamba kufikia that greatness. That greatness. Angalia wale wazazi ambao waliachilia watoto wao, walilea watoto kama mayai, hawataki kuonya watoto wao. Leo hii ndio wanawapiga mawe. Wengine wanaua wao. Kwa sababu hawakuwa train, hawakuwaonya. Watoto wao hawakuwaonya. Mtoto akiipa hakumuonya asiipe. Akipiga mwenzake hakumuonya asipige. Akifanya hiki hakumuonya. Sasa hao watoto leo hii ndio vichwa. Hawa ndio leo wanakula watu. Wanaua watu kama nyama. Wanaua watu kama kuku. Wanaua watu kama mbwa, kwa sababu hawakuonywa. Hawakuonywa. So kutoonywa ama kukosa maonyo, basi hao watu
huishia katika kukosa kufikia ukubwa wao. Proverbs chapter 15 verse number 12. 15 verse number 12. Nasema mwenye mzaha apendi kukalipiwa, wala yeye awaendei wenye hekima. Apendi kukalipiwa. Hiyo ndio sasa katika verse nyingine nasema kwamba apendi kuonywa. Sasa mtu ambaye mwenye mzaha apendi kuonywa. Kuna mtu ambaye akona mzaha tu. Kuna mtu ambaye akona mzaha. Sasa wakati hapo uko na mzaha, hautaki kuonywa mpendwa, hauwezi ukakuwa that great God born you to be, or born to you to be. Another thing stop people to be great, or block people to be great ni kiburi. Kiburi kinasuiria watu pia kukua wakubwa. Wakati mtu anaanza kuinuka tu, kiburi inamuingia, anaanza kiburi. Ila kiburi inakupunguza, inakuondoa katika ile greatness. Na ndio maana kuna watu ambao walianza vizuri lakini hawakumaliza vizuri because kiburi iliwaingia. Unaweza kuta mtu ameanza huduma ni mchungaji mkubwa, lakini kwa sababu kiburi inafika mahali inamuingia kwa sababu ya pesa, inamuingia kwa sababu ya magari. Sasa anaanza kiburi, mwishoe amalizi vizuri. Hebu tuangalie hapo katika kitabu cha Proverbs chapter 16 verse 18. 16 verse 18. Inasema kiburi utangulia uangamifu, na roho yenye kutakabari utangulia mwanguko. Kiburi utangulia mwanguko. Kwa hivyo kiburi kinapokwisha kuingia kwako, mpendwa, automatically ongojea mwanguko sasa. Uongojea kuanguka. Kwa sababu kiburi inakuondoa katika ile ukubwa wako ambao ulikuwa umefika. Unaweza ukakuwa leo wewe ni kiongozi mkubwa, lakini kiburi kikuingia, uanze kujiona kwamba bila Mungu unaweza. Uanze kuona kama bila watu unaweza. Uanze kuona kama bila wale wengine unaweza. Yaani unajidai kwamba ni wewe. Hapo umefika ni kwa nguvu zako. Hapo umefika ni kwa uwezo wako. Basi kiburi hiyo ikikuingia, basi ujue ya kwamba imetangulia katika mwanguko wako kesho. Kama imekuingia katika ndoa, imetangulia kuanguka kwa ndoa. Ikitangulia kwenye huduma, basi ujue imetangulia katika kuanguka kwa huduma. Kiburi isababisha watu kutoingia katika ile greatness yao. Proverbs chapter number 29 verse number 23. 29 verse number 23. Proverbs 29 verse number 23. Nasema hivi, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha. Kwa hivyo unapokuwa na kiburi, na achasema kiburi cha mwingine, kiburi chako, unapokuwa na kiburi kitakushusha mpendo, akitashusha yule mwingine. Mimi leo nikiwa na kiburi, haitashusha jirani yangu, itanishusha mimi. Haitashusha mke wangu, itanishusha mimi. Haitashusha mtoto wangu, itanishusha mimi. Kwa hivyo unapokuwa na kiburi, haitashusha mwingine, itakushusha wewe. Kutoka hiyo ukubwa wako, itakushusha. Run to be humble. Run to be humble. Ondoa kiburi. Kiburi haisaidii. Kiburi inatangulia mwanguko. Kiburi inatangulia mwangamizi. Kiburi inashusha mtu. Unaweza kuwa leo wewe ni mwanabiashara mkubwa, lakini kwa sababu ya kiburi ukaanguka. Wewe ni mwimbaji mkubwa, lakini kwa sababu ya kiburi ukaanguka. Wewe ni kiongozi mkubwa, lakini kwa sababu ya kiburi ukaanguka. Ulikuwa na mfalme mmoja ambaye aliingiwa na kiburi, alikuwa anaitwa Sauli. Alipoingiwa na kiburi, Mungu alitumana akaambia, enda ambia huyo jamaa, ninachuta kwa nini nimemfanya kuwa mfalme. Sauli aliingiwa na kiburi. Na Mungu akatumana akasema, nenda mumwambie hiyo kiburi yake hiyo
nitamshusha hapo. Na aliondolewa kwa mfalme. Sasa mtu anaweza kuwa ni rais na akaingiwa na kiburi, Mungu akamuondoa. Na Mungu ndiye alimweka hapo. Lakini Mungu akachuta kwa nini? Kwa sababu ya kiburi. Mtu anaweza akachaguliwa akiwa kama mhubiri mkubwa. Lakini kwa sababu ya kiburi Mungu akachuta kwa nini alimchagua kuwa mhubiri wake na akamshusha. Kiburi ushusha mtu. Mungu anasema, kwa nini nimechagua huyu jamaa? Samueli, enda waambie huyu jamaa, ni nini nimechuta kumchagua? Samueli akajaribu kulia, sasa Mungu si usamee huyu jamaa. Unajua ni kiongozi mzuri. Mungu akamwambia, we, unalilia aje mtu nimekataa? Unalia aje kitu sitaki? Wewe ndio ulimweka hapo, si ni mimi? Na ni mimi ndio nimekataa. Wewe unamlilia aje? Sasa chukua mwingine, mfanye kwa mfalme. Sasa kuna watu ambao walisaliwa wakiwa na hiyo kingship. Lakini kwa sababu ya kiburi, basi Mungu akaondoa, akachukua rafiki yake. Mungu akaondoa, akachukua jirani yake. Mungu akaondoa, akachukua ndugu yake. Mungu akaondoa, akachukua mwingine. Kwa sababu ya ile kiburi. Kiburi mpendo. Mungu anachuta kwa nini anachagua Sauli? Na ni Mungu mwenyewe amemchagua, lakini akachawa na kiburi. So ni vizuri mpendo udili na hiyo kiburi, maana kiburi itakusuiria katika to be great. Na another thing ambayo kinasuiria watu kuwa great or to be greatness is ni curse ama laana. Deuteronomy chapter number 33 verse number 6. Deuteronomy chapter number 33 and verse number 6. Ni wewe Bwana, juae maisha yangu. Ni wewe Bwana, juae maisha yangu. Ni wewe Bwana Yesu, ujuae maisha yangu. Deuteronomy chapter number 33 and verse number 6. Ruben na haishi asife, lakini watu wake na wawe wachache. Ruben ni huyo tulisoma mwanzo. Baba yake amemlaani. Nikamwambia wewe hautakuwa mkubwa tena na uzao wako hautakuwa mkubwa. Sasa naye mtumishi wa Bwana hapa Musa anakuja anasema ya kwamba Ruben uishi, lakini hautakuwa jamii yako haitakuwa kubwa. Kwa hivyo hapa ni laana ilisuiria Ruben to be great. Kwa hivyo laana inasuiria watu kuwa wakubwa. Kuna watu ambao unakuta kwamba ulilaaniwa, ulikuwa umesaliwa ukiwa mkubwa, lakini ukalaaniwa, ukasemekana kwamba utaenda mbali. Wengine ukalaaniwa hata ukiwa kwa tumbo la mama yako. Wacha asaye tu. Tasaa tu kama watoto wa kawaida. Na ulikuwa usaye mtoto mkubwa. Lakini unajua ndio maana unakuta kwamba wazazi wengi wakati hapo wako na mimba ni wamelala na usingizi. Sasa unakuta hawawezi wakachua the secret waende kwa Mungu watoe dhabihu kwa sababu ya watoto wao. Sasa unakuta mtoto hata anaipigwa nyota kwa tumbo. Maana anaraniwa kwa tumbo. Wale wanaangalia, anasema huyu naye atasaa tu kama wengine. Sasa yeye asikii, anaambiwa hivyo. Mwingine anaangaliliwa, anasemekana huyu naye anafikiria yeye ndio wa kwanza kupepa mimba. Sasa katika hizi tati za kazi, kuna siku moja nimewaisikia mmoja akisema kwa nyumba yake, ni jirani tu. That time. Sasa kuna mtu alikuwa amechukua, sijui alikuwa amechukua deni yake, nini alimpea kulipa. Naye nikasikia akisema, wacha tu akae nayo, hawezi akaendelea. That is a kazi. Na ule mtu hata asikii, wanaongea na mwingine tofauti na mwenye kulaaniwa yuko. Sasa kuna watu ambao unakuta kwamba unalaaniwa tu na ujui kama umelaaniwa. Unakuta watoto wako wamelaaniwa, wakasuiriwa ile ukubwa wao wangekuwa. Unakuta ndoa yako imelaaniwa. Unakuta huduma yako imelaaniwa. Unakuta biashara yako imelaaniwa. Unakuta akili yako imelaaniwa. Kuna watu wanalaaniwa mpaka akili yao. Wanasema huyo hata akili yake haifanyi kazi, ni kama makamazi. Unajua tayari umelaaniwa na wewe hujui. Huyu naye hii tumbo yake naye inakaa kama imejaa
pombe. Sasa unalaaniwa tu na mwisho unaanza kujikuta ukiwa kwa pombe. Sasa kuna watu ambao wamesuiliwa to be great because of the cars. Laana mpendo inasuilia mtu kuwa mkubwa. Kuna siku moja nilikuwa nafanya biashara. Na nilikuwa nafanya hiyo biashara kwa siku. Nilikuwa nafanya 2 hours. Na 2 hours niko na zaidi ya 1000. Just 2 hours. Mtu ananiona tu niko hapo, lakini mimi nisaenda kazi asubuhi, nimerudi niko tu na niko na pesa. Zaidi ya 1000 niko kule kila siku. Niko na hiyo pesa. Kila siku. So unaweza imagine kwa mwezi nilikuwa na pesa ngapi? Na ni 2 hours nafanya hiyo kazi. Lakini mtu mmoja alikuja akaongea na akanitumia tu ujumbe, akanitumia maana alikuwa na namba yangu. Akanitumia tu ujumbe akaniambia kwamba you will not go far. Mimi sijui hiyo biashara yangu ilienda ikaenda aje. Ilianza kuisha tu pole pole. Kaanza kuisha hata sielewi. Naenda nakuta hasara. Yaani nilipata hasara mpaka nikajiuliza kwani what's going on? Nikakumbuka ile message nilikuwa nimeambiwa. Sasa kuna watu ambao wamelaaniwa, wangekuwa matajiri wakubwa, lakini wamelaaniwa na laana yao ikawasuilia kwenda mbali. Ile laana waliolaaniwa ikawasuilia kufanikiwa. Ile laana waliolaaniwa ikawasuilia kuishi katika maisha mazuri. Kuna watu ambao waliolewa na wakalaaniwa kwenye ndoa zao. Nasema acha aolewe tu, lakini atateseka mpaka atainua mikono. Sasa ulifika kwa ndoa ukateseka mpaka ukainua kweli mikono. Wengine wakasema wacha tu aende. Atarudi siku ile kutanyesha. Kama kule kwetu wanasemanga hivyo. Hiyo ni kumaanisha utaenda lakini utarudi ukiwa kwa jeneza. Hiyo ni maana wanasema utarudi kukinyesha. Kunyesha ni kusema wakati wanalia. Ile kulia hiyo ndio wanaitaka kunyesha. Kwa hivyo utarudi kutoka mchini kukiwa kunanyesha. Na mtu anaenda kabisa arudi nyumbani kwao. Anaishi town mpaka anakufa ndiye anarudishwa nyumbani. Kuna siku moja mzee mmoja alienda, it is one of my uncle. Alienda kule kunaitwa Foi. Aliishi huko miaka mingi sana. 10 good years. Alirudi kama amekufa. Na alikufa kwanza akakaa mochari. Sijui miezi 6 kama hatujui kama alikufa. Sasa hata sijui walikuja wakajua aje. Na wakati kukuwa na simu, kulikuwa ni mtu mmoja tu alikuwa na simu huko kwetu. Sasa kitambaa vikishiwe hiyo ujumbe ilikuwa kazi ngumu sana. Sasa naye wakati kulikuwa na wale walikuwa wanaitwa makansora. Ndiye alisaidia kupeana gari hiyo ikaendea mwili. Maana hilo pili ilikuwa iko juu. So ni laana. Kuna watu wamelaaniwa hivyo, wanasema kana wacha aenda na atarudi kukinyesha. Mwingine anaambiwa nenda, wacha aenda olewe, lakini atarudi akiwa analia majonzi. Mwingine anaambiwa wacha aende, atafanya hiyo kazi lakini haitamsaidia. Yaani unakuta kwamba people wanalaani wengine. Basi laana inaweza ikusuilia mpendwa kufikia hatima yako. Laana inasuilia mtu kufikia kila ambacho Mungu alipanga akwe. That's another thing you need to understand. Ya kwamba laana inasuilia mtu kufikia kile Mungu amempangia. Another thing ni kwamba kifungo. Kuna watu wanafungwa. Unaweza ukafungwa kupitia maneno. Unaweza ukafungwa kupitia chakula. Unaweza ukafungwa kupitia relationship. Unaweza ukafungwa na watu wakubwa kuliko wewe. Unaweza fungwa tu. Na unafungwa tu na maneno. Unafungwa tu na maneno. So kifungo kinafanyanga mtu asiche akafanya nini? Asiwe mkubwa. Amos chapter number 1 verse number 15. Amos chapter number 1 and verse number 15. Naongea kwamba vitu ambao sinasuilia mtu kuwa mkubwa. Amos chapter number 1. Tusome hapo na wewe. Verse number 15. Ni wewe Bwana, juae maisha yangu. Ni wewe Bwana, ajuae maisha yangu. Ni wewe Bwana, ajuae maisha yangu. Verse number 15 nasema, na mfalme wao
atakwenda utumwani, yeye na wakuu wake wote pamoja, nasema Bwana. Huyu ni mfalme na anapelekwa utumwani. Ni mfalme na amefungwa pamoja na wakubwa wake. Na amefungwa pamoja na wakubwa wake. Kuna watu ambao ni wakubwa lakini wamefungwa. Ni kifungo kinakusuilia tu. Otherwise ukiweza kufunguliwa, you are a great woman, you are a great man. But because of that bondage, that bond imekukamata. Kuna watu ambao unakuta kwamba hata katika jamii yote mmefungwa wote. Lakini mulizaliwa mkiwa watu wakubwa. So kifungo kinasuilianga mtu kukua mkubwa. Kinasuilia mchungaji kuwa mkubwa. Kinasuilia mwanabiashara. Kinasuilia mtu ambaye Mungu alimuumba akiwa mkubwa. Lakini unakuta kwamba ile kifungo inamsuilia kukua mkubwa. Inamsuilia kuwa mkubwa. Inamsuilia kuwa mkubwa. Amen. Greatness sio kitu mpendo ya kufanya mzaa. Ni kitu ambacho unafaa kuwa mwangalifu. Uangalie hii ukubwa wangu iko hapa. Niko na hii ukubwa, ninafanya nini? Ninafaa kuilinda aje? Ninafaa kufanya nini? Kuna siku moja nimeomba mtu nguo nikafaa. Sasa mtu ukiwa na shida, wewe kama hujapitia huwezi elewa. Sasa tukiwa kwa mahali tulikuwa tulienda na yeye hata. Unajua aliniguza hivi. Dan. Uchunge hiyo nguo isimwagikiwe na supu. Unajua itokangi. Na imagine za hiyo tuko kwa watu. Sasa kila mtu akachua obvious hii nguo ni kuomba nimeomba. Mashida ni kitu mbaya sana. Hakuna kitu mbaya dunia hii kama shida. Sasa ninapokuambia hii funguliwa, usione kama ni mzaa niko hapa na kupoteza time hapa. Nimelipa gharama kukuja hapa live. Gharama. Sasa basi hiyo kitu ilivunja moyo sana. Mpaka nikasema sitawahi omba nguo, hata afadhali nifuange usiku, niamka asubuhi niandike. Sasa nilikuwa ninafua, alafu ninaiandika kwa makaa. Ile jiko. Sasa najua sasa inakuanga na kamoshi kingine hapo. Sasa ninaamka asubuhi kama inanuka moshi. Wakati huo nakumbuka kulikuwa na omo. Sio siku hizi kuna sunlight. Wakati huo kulikuwa ni omo. Hiyo omo ilikuwa ni ya 10 bob. Na ilikuwa kuna nyingine ilikuwa ya shilingi 5. Sasa ninaenda ninachukua ninaweka maji kidogo, ninafanya ile inatoka pofu. Sasa ikizaa toka pofu najipanguza nayo. Inakuwa marashi. Maana singe afford marashi wewe. Sasa mtu anasikia ninanuka marashi na ni marashi ya omo. Hao watu wa omo nao wabarikiwe. Unajua walikuwa wanatusaidia kuwa na hiyo marashi. Nikitaka kama ni nguo nilikuwa nataka itoke ile sasa mokunyo. Yaani kuipasi kwangu nilikuwa naekanga kikombe ya mabati. Ndio nilikuwa naekanga makaa. Na ninaipitisha na ilikuwa ina basi kweli inatokea. Shida. Kumbe ni kifungo. Leo mpenda ninafaanga nguo enye nataka. Sio kama hiyo wakati. Maana nilielewa. Nimefungwa mimi. Na nikatafuta vile ninaweza funguliwa. Kwa hivyo ni vizuri uelewe ya kwamba usikilize neno. Na ndio maana naambianga watu, kabla hata hujatoa bado sadaka yako, nisikilize kwanza. Unielewe kwanza. Ujue hata ukitoa sadaka yako unatoa kwa nini? Usitoa tu sadaka unifurahishe umetoa. Toa kwa sababu umesikia neno na umesikia inafaa ufanye. Unafaa ufanye. Ili sadaka hiyo hata ukitoa ikusaidie. Sio kutoa tu isaidie huduma na wewe ikusaidie. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni shida mpendo kununua nguo. Mimi hata kununua nguo ya 50. Ilikuwa ni kama nifanye mchango. Niite fundraising ndio ninunue nguo ya 50. Haikuwa rahisi. So ninapokuambia mpendo kwamba kufunguliwa
najua mtu fungwa because mimi nimekuwa kwenye kifungo. In the book of Judges chapter number 6, unaposoma hapo unakuta kuna mtu ambaye alikuwa amefungwa hapa anaitwa Gideon. Familia yao imefungwa. Gideon amezaliwa akiwa mkubwa, Judges chapter number 6. Lakini kwa sababu ya makosa ya baba yao imesuilia Gideon kwa mkubwa. Gideon anapoambiwa, ukisoma pale verse number 17 kwa endelea hapo, inasema ya kwamba Gideon anapoambiwa ya kwamba sasa hii chakula sasa chukua pelekea hawa watu. Yeye anasema hapana, mimi kwetu ndio mdogo kabisa. Yaani amekuwa mpaka yeye mwenyewe amejikubali kwamba ndio mdogo. Na amezaliwa akiwa mkubwa Gideon, lakini amezuiliwa kwa sababu ya madhabahu ya kwao. Amefungwa na madhabahu ya kwao. Joshua chapter number 6, maandiko yanasema ya kwamba ile mchi ilikuwa imefungwa, hakuna wa kuingia na hakuna wa kutoka. Kwa hivyo waelewe ya kwamba watu hufungwa mpendo. Na katika kufungwa baka upatane na mtu ambaye aliye na mamlaka na uwezo ili akukomboe kutoka kwa hiyo kifungo. Uwezi ukajifungua. Mtu huwa anafunguliwa. Una lazima upate mtu ambaye aliye na ujuzi wa kufungua akufungue. Hata ukiwa gerezani, hata ukiwa na milioni 1 na umepiwa faini ya 10,000, hauwezi ukatoka mpaka upatane na mtu atakuja akutolee. Nimewahi fungwa nikiwa na pesa. Na ile faini nilikuwa na hizo pesa, lakini siwezi lipa. Nikamwambia si niwatumie kwa M-Pesa, wakasema pesa hapa atutumange M-Pesa. Si mnipeleke basi M-Pesa niende nitoe. Tufanyangi hivyo. Kwa hivyo ilibidi nikae gerezani mpaka mtu akuje, nimpatie simu, nimtumie pesa zangu kwenda kwa simu yake, aenda atoe, ndio akuja nitoe. Na niko nazo. Kwa sababu ya nini? Hiyo ni lazima utolewe, sio eti ujitoe. Kwa hivyo na katika ulimwengu wa kiroho lazima mtu apatikane aliye na uwezo na mamlaka akutoe kwenye hiyo kifungo. Ilianza mwaka huu kianza. Sio ilikuwa mwezi wa pili ama ni mwezi wa ngapi? Nikaenda mahali hivi, tukaenda na my wife ushirika mahali. Tulikuwa tumeitwa na mwingine tumuombe. Hata tulipofika pale walikuwa na mama wawili hapo nje, walikuwa wamekaa, mmoja alikuwa na ujauzito. Sasa akaambia huyo mwenzake mwenye alikuwa ametuita, akamwambia wewe unaleta pastor akuombee, halafu wewe uwezi tuita sisi. Naye akawajibu akamwambia, si hata nyinyi mmemuona ndio huyo basi, na nyinyi mumwalike. Sasa yule mama alikuwa na mimba akaniambia, pastor, si uniongeleshe tu. Nikaenda tu nikamsalimia. Nikamwambia sawa, wacha nikuongeleshe. Nikamwambia mimi kuangalia naona operation kwako. Na hiyo operation naona kwako ukijifungua. Na nimeiondoa hiyo operation. Kaniambia amen. Uzuri aliamini na akakubaliana naye. Sasa alipofika siku ya kwenda kujifungua, mimi sitoangi unapi kwa sababu ya watu kutoa. Na sitoi unapi kama hujaniuliza. Nitakwambia aje Mungu amesema na utaki Mungu huyo. Siwezi kuja kukutabiria kama hujaniuliza. Kama utaki maombi yangu nitakuja kukuambia Mungu ameniambia aje. Unless Mungu aniambie nenda muambie. Ndio usinipige vita useme mimi ni devil worshiper. Unajua wengine wanasema huyu ni devil. Sasa ndio usinipige vita hiyo sikujangi kama hujanialika. Maana nasema aje Yesu anawaambia mahali mtaalikwa mkikaribishwa muingie hapo na mnena amani. Kwa hivyo sikujangi mahali sijaalikwa. Sasa mimi nikamwambia na alikuja kuthibitisha akiwa hospitali saa ya operation akaambiwa sasa wewe unahitaji operation. Yule rafiki yake akanipigia akaniambia imagine ile vile ulikuwa umesema basi huyo mama anaambiwa anafanywa operation. Nikamwambia nilisema anafanywa na nikasema nimemuondolea. Basi kwa sababu ya hiyo niko na hiyo uwezo maana Mungu alisema ameiondoa na nimeondoa hiyo operation. Huyo mama ndiye akajifungua bila operation. Kwa hivyo alikuwa amefungwa kufanywa operation. Kwa hivyo kinachosuilia watu katika kuingia kwenye ukubwa wao ni kwamba kifungo. Jambo lingine ulevi. Ulevi inasababishanga watu wasiingie katika ile hatima yao kubwa. Ulevi. Proverbs chapter 23 verse number 21. Ni kuonyesha vile ulevi inasababishanga watu. Ulevi ni kutumia miadarati yoyote ile. Any kind of drug. Iwe ni bangi, iwe ni sigara, iwe ni pombe. So long as ni kitu ambacho kinaitwa cha kulevya.
inasababishanga watu to be great. Tuende Proverbs Bale 23:21. Proverbs 23 verse number 21. Maandiko nasema hivi: kwa maana mlevi na mravi uingia umaskini na utepetefu umfikia mtu nguo mbovu. Nguo mbovu. Mtu ambaye ni mlevi, maandiko yanasema aje? Uingia katika umaskini. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa ni tajiri, lakini kwa sababu ya ulevi unamwingisha kwenye umaskini. Kuna mtu mmoja ninajua alikuwa na ploti 5 na zote amechenga lento. Ploti 5 hivi. Na huyo mzee akaanza kunywa pombe. Wakakosana na mke wake akaenda. Aliuza hizo ploti zote. Leo hii tunaongea na wewe ana hata moja hivi. Na siyote zilisia kwa pombe. Zote zilisia kwa pombe. Ulevi. Ploti 5 hivi na zote zimechengwa lento na ni za mawe, na aliziuza kupitia pombe zikaisha. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba ulevi uishia katika umaskini. Kwa hivyo mpendwa, ni vizuri upiganie hii roho ya kupenda pombe ama ya kupenda ulevi wowote ule, ili usije ukaingia katika umaskini ghafla. Usiondoke katika ukubwa wako. Kuna watu wamekosa kufikia hatima yao kubwa kwa sababu ya ulevi. Na anasema ya kwamba mpaka mavazi basi ufae enye metararuka. Mavazi unaishiwa na mavazi because of that drunkenness. Unapopenda ulevi na ulavi, mpendo utaishia umaskini na kukosa mpaka na mavazi. Hakuna mtu ambaye ni mlevi ufaanga suti. Na kama anafaa suti, anafanya kazi ambao ni ya government. Sasa lazima afosiwe hiyo. Na hiyo kwa sababu kila mwezi anapata pesa. Na inakuta labda hata mke wake ndiye anamlazimisha kununua nguo. Si yeye mwenyewe aende kwa duka. Na ukipata mwingine anakunywa na baada anavaa vizuri, huyo mtu si mlevi, ni kufungwa, amefungwa hapo. Akiweza kutoka hata waizi hapo, huyo mtu hakuna mtu anaweza muona. Hakuna mtu anaweza kumfikia. Hakuna mtu anaweza kumfikia. Kwa nini? Kwa sababu ametoka katika hiyo ulevi. Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba ulevi unasuilia mtu kukua katika greatness. Jambo lingine ambalo linasuilia mtu to be great ni madeni. Madeni inasuilianga mtu asikuwe mkubwa. Ukisaingia tu katika hatima ya madeni, unachikuta tu kuna madeni. Unadaiwa labda kwa nyumba, unadaiwa wapi? Kwa shule, unadaiwa sijui wapi. Yaani hizo unapokuta kwamba unadaiwa madeni inaingishanga mtu katika kukua mdogo. Hebu tusome Proverbs chapter number 22 verse number 7. 22 verse number 7 nasema, tajiri umtawala maskini, naye akobaye ni mtumwa wake akopesaye. Kwa hivyo unapokopa unakuwa mtumwa kwa yule uliyemkopesha. Yule ukopeshaye, yule anayekukopesha, unakaa mtumwa wake. Unakuwa mtumwa. Na hakuna mtumwa anakuanga boss. Hakuna mtumwa hata mmoja anakuanga boss. Kwa hivyo ni lazima upigane na hiyo madeni. Upigane na madeni ili mpendo ufikie katika hatima yako ya kuwa mkubwa. So madeni inasuilianga mtu kuwa mkubwa. Jambo lingine ambalo linasuilianga mtu kuwa mkubwa ni magonjwa. Kuna watu ambao walisaliwa wakiwa wakubwa, lakini magonjwa yakawasuia. Akapata ugonjwa, hiyo ugonjwa ukamsababisha akaenda shule. Kuna msichana mmoja nimeombea alikuwa na kifafa for 15 years. Huyo msichana ile time tunakuja kupatana na yeye, hakuna vile angerudi class 3, maana sasa amekuwa mwanamke mkubwa. Mtu ako na 18 years. 18 years atarudi aje class 3 na aliachia. So huyu mtu amesuiliwa kuwa mkubwa kwa sababu ya magonjwa. So magonjwa yanasababisha mtu asiingie on that greatness. Sickness. Na watu ambao wangekuwa wakubwa lakini magonjwa ikaingia kwao,
ikawasuilia kuwa wakubwa. Magonjwa. Jambo lingine ambalo linasuilia watu kuwa wakubwa ni kesi. Ukisaingia kwenye kesi mpendwa, hata kama wewe ni mkubwa, utaishia gerezani, ukubwa wako itaisha. Maana for example mtu afungwe miaka 20. Anapotoka hapo, mahali atakuja kuanzia, anaanzia zero starting point. Mtu akamatwe ako na miaka 40, alafu afungwe 20, atatoka akiwa na 60. Akitoka akiwa na 60 ama 50 something pale. Maana kuna siku chache ambao unaondolewa pale. Unakuta mtu akiondolewa hiyo siku tayari 50 years, huwezi kuja kupewa mawe ati unafanya mchengo. 50 years kuna kazi ambayo kabisa huwezi fanya chini ya jua hata ukitaka. Kwa hivyo huwezi, utakuta kwamba utaishia pasipo kufanikiwa because of that mambo ya kesi. Kwa hivyo kesi inasababisha mtu asiwe mkubwa. Kesi inasababisha mtu asiwe mkubwa. Jambo lingine ni kwamba kutotimiza nadhiri. Kuna watu ambao wamekosa kuwa wakubwa kwa sababu ya kutotimiza nadhiri. Proverbs chapter number 20 verse number 25. 20:25. Nasema ni mtego mtu aseme kwa haraka kitu hiki ni wakfu, na baada ya kuweka nadhiri kuuliza habari. Kwa hivyo unapoweka nadhiri inakuwa mtego. Kuna nadhiri uliyowahiweka, iwe ni kwa kanisa, iwe ni kwa mke wako, iwe ni kwa mume wako, iwe ni kwa mtoto wako, iwe ni kwa mzazi wako, iwe ni kwa jirani yako, iwe kwa kiongozi wako. Kuna mahali umewahiweka nadhiri, na hiyo nadhiri ulipoiweka haukutimiza, basi ilifanyika kuwa mtego kwako. Na kwa sababu ya mtego ikakunaza, ikakusuilia kuwa mkubwa. Ikakusuilia kuwa mkubwa. Kwa hivyo nadhiri vow inasuilianga mtu to be great. Ukiweka nadhiri kutotimiza kwako. Maana kuna watu weka nadhiri lakini hawawezi wakatimiza. Mtu anaweka nadhiri, mimi nitakuwa ninalipa kanisa na alipi. Mtu anaweka nadhiri, nitakuwa ninaamkianga kanisani na haendi. Mtu anaweka nadhiri, mimi nitakuwa nafanya ABCD na hafanyi. Sasa katika ile nadhiri, kama wanasiasa wetu wa leo, anaweka nadhiri, nitakuwa ninasimamia watu walionituma kwa bunge. Na wale wapunge wenyewe wanapokuwa katika pale, basi nao wasikisangi hao wananchi waliowatuma. Maana wao wako na magari makubwa. Sasa wako na uwezo huo, wamekalia sasa wanaona hakuna mwananchi atakuja kuniuliza. Sasa anaenda hakuna mahali wanaona nanga. Unajua tukiwachagua watu waoni tena, tutawaona wakati wa kampeni. Sasa ndio wanaanza kutembea na magamputi hapa kwa mitaro. Lakini wakati wako katika ile wanaishi Nairobi wote. Sasa wanasahau ile nadhiri walioiweka kwamba watasupport wananchi. Sasa ni kama sasa unakuta kwamba mafuta yamepanda bei. Wanasema serikali inaingilia kubadilisha hiyo nini? Hiyo mambo ambayo mafuta imeongeza. Swali ni je, walikuwa wanafanya nini mpaka ikaongeza? Walikuwa wanafanya nini mpaka mafuta yakaongeza ndio waanze kupunguza? Na haijatoka mbinguni hiyo mafuta ikakuja. Si ilikuwa imeodwa ikikuja. Yaani hiyo safari yote imetoka all the way mpaka ikafika Kenya, haikuwa inajulikana inakuja kutoka pesa ngapi. Lakini kwa sababu watu wanasahau nadhiri zao walizoziweka, basi wanakosa kutimiza nadhiri zao. Basi wanasahau ya kwamba zimekuwa mitego kwao. Zimekuwa mitego. Sasa ni vizuri uangalie nadhiri unaiweka. Hata ukiwa kiongozi angalia nadhiri unaiweka. Maana nadhiri hiyo itakufanya kutokuwa mkubwa. Angalia watch and wait 2027. The big number ni ile inaenda nyumbani. Kutoka kwa MC, kutoka wanaitwanga MCA, women rep, governor, MP, senate. Wengi mpaka rais huko. Wengi wataenda nyumbani. Kwa sababu gani? Waliweka nadhiri na hizo nadhiri hawajatimiza. Na mimi nitakuwa kwenye maombi. Nitakuwa ninaombea yeyote hakutimiza nadhiri aende nyumbani. Hiyo ndio kazi yangu mimi nitakuwa ninafanya. Nilisikia Apostle James Nganga akisema
hataki kusema kama ako kadi ama ana ako hayuko kadi, sababu anajua akisema ako kadi watamwendea. Bwana siwe sana. Kwa hivyo nadhiri tuliyoiweka tuitimize. Uwe mwanasiasa, uwe mchungaji, uwe mama, uwe mzee, uwe kijana, timiza nadhiri uliyoiweka. Unajua mahali uliyoiweka. Nadhiri inapunguza watu kutokuwa wakubwa. Tumalizie hapa katika kitabu cha Mhubiri mlango ule wa 5, aya 4 mpaka 6. Mhubiri 5 4 mpaka 6 pale. Inasema hivi: wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu, basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Usikiache kinywa chako kikosee mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuharibu kazi ya mikono yako. Usiache kinywa chako kikosee mwili wako. Ni heri usiweke nadhiri kuliko kuweka nadhiri kisha ukakosa kuiondoa nadhiri yako. Waliosema kwamba ukimwekea Mungu nadhiri, basi ufanye haraka kuiondoa kuliko kuweka nadhiri kisha ukose kuiondoa. So nadhiri kutotimiza inaondoa watu katika kufikia hatima yao, or can block you to be great. Unajua watu wanaweka nadhiri na wanachukulianga tu kawaida. Mimi si nimesema tu pastor si amesikia tu nimesema, na utatimiza, utahama hiyo kanisa, utaenda ile ya fall down and less up ministry. Utaahidi hapa, mimi nitakuwa mshirika hapa. Siku 2-3 ndio huyo yuko hapo, tena uko kule kwingine. Hiyo ni nadhiri uliweka, sasa umefungwa huko na ulijifunga mwenyewe. Na wengine unapohama kanisa ukienda ile kanisa nyingine, because kuhama kanisa sio dhambi, hauendi pale ubadilishe ile nadhiri uliyoiweka. Wewe unaendanga tu unakuwa mshirika. Sasa hiyo kwanza ukifika hapo utarudi kuongea yule pastor mwingine mahali ulitoka vibaya. Yule pastor si mzuri, sijui amefanya. Na ukiwa upo hapo alikuwa ni pastor mzuri. Sasa unafikiria yule mwenye umeenda kwake ni malaika ametoka mbinguni, na yule mwenye umetoka alikuwa amezaliwa na mtu. Najua washirika za zingine sijui ni confusion ama ni nini. Yaani ukitoka kanisa inamaanisha tunakuwa sasa ni maadui. Ama sisi kama pastor, mshirika akikuja tunapiganga makofi. Amekuja, tunafurahia. Hebu mpigie makofi. Kwanza ukijaribu tu kusema hivi, mimi nitakuwa mshirika hapa. Sisi pastor tunaongozanga hiyo mkutano. Mpigie makofi, pigia fulani makofi kama wewe unaitwa mama Jenny. Pigia mama Jenny makofi. Sasa kwa sababu sasa umekubali kuwa wacha siku ile utatoka. Hata nilimsaidia sana. Sasa hata ameenda tutakurani. Wacha ende, hata waiendelea, hata waifanikiwa. Sasa unashindwa wangu pastor na sisi tumechanganyikiwa. Sasa mtu akikuja, hatukumpigia simu tumwambie kuja kanisani. Hatukumtumia barua tumwambie kuja kanisani. Ameamua mwenyewe kukuja. Na akiamua mwenyewe kutoka ni nini tunashinda hapo tukilani mtu? Sienda akiendanga. Kama uko na mafuta ushindi hapo kurani washirika, mwenye anakuja akae ni wako. Mwenye akai hapo si wako, si lazima wote wakae hapo kwako. Wote wakikaa kwako na ule mwingine nani atakaa na wao? Utuache kurani washirika. Wacha mwenye anakaa akae, mwenye anaenda aende. Maana huyo hakuwa wako akienda. Tufurahie vile akienda, tufurahie vile tunafurahia akikuja. Na wewe mshirika ukiama hiyo kanisa yetu, ukienda kwa hiyo kanisa nyingine, wacha kushinda hapo ukisema Apostle Daniel ni mbaya. Sasa hiyo haitasaidia. Wewe enda shiriki na huyo pastor mwingine mzuri. Sasa mimi mbaya niache hapa. Itakuwa vizuri. Lakini sasa sisi wote tumechanganyika, washirika si wachungaji, sisi wote tumekaa tunakaa aje. Washirika wakienda tunawarani. Washirika wakienda wanatuongea vibaya. Sasa sijui kama tunaenda mbinguni ama tunaenda jehanamu. Mimi sielewi hapo. Kwa nasikiliza wengine, kule mimi nilitoka, yule pastor alifanya, sijui yule pastor alifanya, yule pastor alifanya, yule pastor alifanya, yule. Sasa huyu pastor anafanya hivi, yeye anafanya vizuri. Wacha atoke hapo.
hata yule mzuri anaitwa majina yote. Yule pastor hata si mzuri. Yule pastor hata kuna madharau. Hata unashindwa. Ni yule ni kama saa hii Gachagua. Alikuwa anaenda kila mahali. Ruto ni mzuri, tumpigie Ruto. Tumpigie Ruto. Leo hii mahali kila mahali anasema, tuondoe Kasongo, tumuondoe. Unajua ni sasa ni kwa nini? Sasa hiyo naye ndio ule Ruto naye kutoka upande ule mwingine. Yule hata ana akili. Siku hizi niko na mtu ako na akili, amewashinda mara 100. Sasa kwa sababu ako na Kindiki. Na Kindiki leo akitoka tu kwa Ruto leo hii, aseme mimi si yuko hapo, utaona vile Ruto atamuita majina. Wacha leo Kindiki aondolewe hivi, uone vile ataita Ruto. Sasa hivyo ndivyo washirika na pastor wanakaa. Pastor akiondoka tu hivi, mshirika anaanza matusi kutoka nyuma. Na unajua pastor kuna kitu moja amuelewi. Wakati mshirika anatoka, atokangi na wote, kuna mwenye atapakisha spare yake. Sasa huyu ndiye atakuwa anampelekeanga neno. Anamwambia unajua pastor leo alisema aje? Leo injili ilikuwa ni yako tu. Lazima ataacha mmoja. Huyo ndiye atamalizianga kutoka mwisho. Wakati amepeleka ujumbe wote ulioipeleka. Sasa yote yenye ulisema, yule mwingine aliyeenda ukamrani atafikishiwa. Na wewe mshirika, wacha nikwambie ninapomalizia hii. Na wewe siku ile tu umetoka kwa ile kanisa, alafu unaanza kuongea yule pastor. Yule pastor mwisho yale maneno yatasunguka, yatarudi kwake. Yule pastor atajua na hapo ndiye atakufungia. Atakufungia kwa hiyo tu. Hiyo tu ulienda tu kaenda ukasema, atakufunga na hiyo maneno. Amewahi kuombea, amewahi kuwekea mkono, amewahi kumwagia anointing, amewahi kunenea, lolote aliyokunenea likafanikiwa, ataliondoa siku hiyo. Ataliondoa siku hiyo. Yote ata withdraw yote aliyeweka kwa anga yako. So afadhali tu kienda funga mdomo wako. Na pastor mshirika akienda mbariki aende. Anaweza enda ukafanikiwa, akuja aseme yule pastor alikuwa wa baraka kwangu. Akuja akubariki, si lazima wakae na sisi ndio watusaidie. Tunahitaji kusaidiwa na Mungu, sio na washirika. Nasikia pastor wewe? Tunahitaji kusaidiwa na Mungu, sio washirika. Washirika kazi yao ni tuwafundishe neno, wafanikiwe, wasupport kazi ya Mungu, sio kutusaidia sisi. Mimi nasemanga hata mshirika hawezi nilipa, hawezani mimi. Hawezi lipa gharama yangu mimi. Lakini Mungu anaweza akalipa because anajua ile nimepitia, anaweza lipa siku moja. So lazima tuelewe hiyo. Na wewe mshirika uelewe ya kwamba huwezi laani pastor, pastor ndiye anaweza kulaani. Kwa hivyo unapotoka wewe funga mdomo wako. Funga mdomo wako. Funga mdomo wako. Nenda ukiwa umenyamaza. Bado unaenda kwa hiyo kanisa, wewe abudu na hiyo kanisa. Endelea na maisha yako na kanisa hiyo umeenda. Hiyo mzuri kaa nayo. Hiyo mbaya achana nayo sasa. Ile wacha ikae na ubaya wao. Maana kuna wale wazuri nao wanaiona hiyo uzuri wao huko. Tukifanya hivyo sasa hakuna mtu atarani mwingine na hakuna mtu atafunga mwingine. Bwana awabariki sana kwa wewe ambao ulipata muda wa kunisikiliza. Nataka kuomba na wewe. Na ninaamini ya kwamba nimekufundisha kinacho block watu ukua wakubwa. Maana kuna watu mlizaliwa mkiwa wakubwa lakini mmeblokiwa. Hizo vitu zote kama vipengele zote nimewafundisha. Ukichukua tahadhari na ujiandae na upigane na hizo, mpendo utakuwa mtu mkubwa. Bwana akubariki sana. Si kama kuna mtu uko hapo unanisikiliza. Kuna mtu uko hapo unanitazama. Ni unasikia kwamba mahali kumefika maisha ya dhambi yamekuchosha. Unahitaji kupeana maisha yako kwa Yesu Kristo. Basi naomba urudie maombi ya nyuma yangu. Na wewe uko pale uko mgonjwa, kuna hali ambayo unapitia unataka tuombe pamoja na wewe. Andaa maji yako pale nyumbani uweke kwa kikombe chako. Ninapoombea mtu huyu ambaye anaokoka, ninarudi kwako ukuombea tunapomalizia ibada hii. Na naamini kwamba Mungu atatenda muujiza. Basi wewe ambao unataka kuokoka, rudia maombi ya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Nimedhambua mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele.
Bwana Yesu, kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake. Nimekataa mizigo yake. Kuanzia leo Bwana Yesu, njoo ndani yangu na ufanye makao ndani yangu, nifanye mwanao. Kwa jina la Yesu nimeokoka na hata nimeamini. Sema amina. Basi uko hapo umeokoka, basi unaweza kunitumia ujumbe wako uniambie kwamba umeokoka ukiwa sehemu gani, kwa namba ya 0746106163. Niambie unaitwa nani, umeokoka ukiwa wapi, na tukapata muda wa kuomba na wewe. Iwapo utakuwa mbali nasi, basi tafuta kanisa iliyo karibu na wewe inayoabudu Mungu kwa roho na kweli, basi upate kuenda hapo, shiriki na wao. Na unapofika pale, support hiyo kazi ya Bwana na usipigane na kanisa nyingine. Na Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo makubwa. Basi uko hapo, chukua maji yako hapo nyumbani. Tunapoomba kumalizia ibada hii yangu, mimi niko nayo hapa. Na nataka kuombea haya maji nifanye muujiza hapo nyumbani kwako, hapo kazini, hapo unaposafiri, na Bwana ataachilia neema. Siku moja mama mmoja akanipigia simu. Alikuwa ameenda hospitali, magonjwa imekosekana. Na nikamwambia chukua maji hapo kwa duka nikuombee. Na hiyo maji unapokunywa utafika nyumbani ukiwa umepona. Na nikaombea maji na akakunywa. Na alifika kwa nyumba akaniambia mimi hata vile nilikuwa nasikia nimekuwa tofauti. Kesho yake akaniambia mimi nimepona. Na alikuwa ameenda hospitali, livalo imeshindikana. So I'm doing the miracle through this water. This is not just water. It's just a point of connection. The anointing I call, hiyo ndio ninaweka kwa maji hapo kwa nyumba yako, na Mungu ataachilia neema. Siku moja nimeombea maji, mama alikuwa mtoto amesimama kwa tumbo, nikamwambia na mtoto ageuke akae vile anafaa kukaa. Kaniambia nimesikia kitu inazunguka. Na hapo ndipo mtoto aligeuka na akakaa vizuri na akasaliwa. Na alikuwa amesemekana atafanywa operation, hakufanywa. Huo ninapokuombea, just believe and God will deliver you in Jesus name. Basi nyosha mikono yako hapo ukielekeza kwenye screen ukiwa na maji yako hapo kama unaamini, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mfalme mwenye uwezo na mwenye mamlaka, na kuinua ni kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye aliyepata neno lako na aliyepata kunisikiliza. Umefundisha neno lako Bwana, things what broke people to be great. Inatangaza kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ya kwamba huyu ameokoka, amebarikiwa kuanzia leo. Natangaza ukuu wake ukaonekane kuanzia siku ya leo. Baba mfalme mwenye nguvu na mwenye mamlaka, ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo. Ninabariki maji haya kwa jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Haya maji yakawa na uwezo na mamlaka, vile Ezekiel inasema ya kwamba Baba, popote maji hayo yatakayofika yataleta uhai. Tangaza yeyote atakayeamini haya maji yanapoyakunywa yakawe na muujiza na ishara kwake Bwana. Wale Bwana wanahangaika kwa jambo moja lile lingine, natangaza Bwana haya maji yakafanye miujiza. Wale wanasafiri, wale Bwana wa majeshi wako kwa nyumba zao, wale Bwana wako kazini, natangaza muujiza ukawafuate kwa jina la Yesu. Maana neno lako linasema kwamba kwa wote waaminio miujiza na ishara zitawaandama. Tangaza Bwana huyo aliyeamini muujiza ukafanye kazi kwake kwa jina la Yesu. Nimeachilia baraka kwa hii mikono. Nimeachilia baraka isiyo ya kawaida kwa jina la Yesu kwenye taifa la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Nabariki maisha yao. Walio wagonjwa wapone kwa jina la Yesu. Waliokosa watoto wapokee watoto kwa jina la Yesu. Baba, ninatangaza wale Bwana watoto wao Jehova Jire wamefungwa, wafunguliwe kwa jina la Yesu. Wale wanasumbuliwa na ujauzito, natangaza hiyo mateso ikafike mwisho kwa jina la Yesu. Wakajifungue vizuri. Na laani kila roho yote ya operation kwa jina la Yesu. Na laani kifo cha mapema kwa jina la Yesu. Baba mtakatifu, umeinuliwa na umetukuka zaidi. Naombea hata hao wanaotoa sadaka zao.
Nabariki sadaka zao Bwana wa majeshi. Sikanene kwa maisha yao kwa jina la Yesu. Maana neno lako linasema kwamba sadaka Bwana inanena kwenye maisha. Natangaza hii sadaka ikanene kwao kwa jina la Yesu. Wala hawana na wabariki. Baba, kazi ya mikono yao ifanikiwe kuanzia leo, wapate kwa jina la Yesu. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe Bwana. Bariki kila mmoja Bwana aliyeamini neno lako na watakaye kuja kulipata neno lako, wote wabarikiwe na wewe. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na hata nakuamini. Sema amina. Kunywa hayo maji. God bless you so much kwa muda wako kunisikiliza na kukuwa na hii muda ambao Bwana amekusudia leo tukutane na wewe. God bless you so much. Basi wakati mwingine Mungu akitujalia mtakuwa mnapatana na mtumishi wa Bwana ambaye ni my wife. Takuwa na wahudumia na Mungu atawabariki. Kwa hivyo mbarikiwe sana na neema ya Mungu iwe juu yenu. Muinuliwe viwango kwa viwango. Wale mlikuwa mmesuiliwa ukubwa wenu, Mungu leo ameweka huru. Mtaanza kuwa wakubwa. Kile ambacho Mungu alichopanga kuwa mtakuwa. Basi kutoka kwangu mimi sina la ziada, ninawaaga nikisema shalom, God bless you. Kwa upande ule mwingine kwa studio, Mungu awabariki sana kwa sababu ya kazi nzuri ambayo mmefanya kuhakikisha kwamba tuko hewani kwa njia iliyo sawa. God bless you sana kwa wale wote mlikuwa mnahusika kipindi hiki kuwa hewani kwa njia iliyo sawa. God bless you. Mungu awainue na Mungu awatende mema. Wote ambao mliohusika kwa jambo moja lile lingine, kwa kusikiliza, kwa kusupporti na fedha zako ibada hii, God bless you so much. Tukutane wakati mwingine na majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Basi kutoka kwangu mimi ni Apostle Daniel CM na waga nikisema shalom, God bless you. Tukutane majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Shalom, shalom, shalom.